Na maneno ya Mungu ambayo tutaenda kukuletea, lakini kabla tujaenda huko natamani tukaombe tu kwa ufupi. Dakika moja ya kwanza tutaenda kumshukuru Mungu. Kila mtu kwenye kiti chako tulipokaa, nataka ukamshukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wakati fulani nikasema kwamba ni rahisi sisi binadamu tukasumbuka kwa ajili ya maisha yetu, labda na kwa ajili ya watoto wetu, lakini zaidi ya hapo hatuwezi. Maana yake mimi ukinikuta nipo nahangaika na maisha, unajua kwamba nakuwa nahangaika ili nile mwenyewe, na ikitokea mbele huko nitakuwa nahangaika ili watoto wangu wale. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu anasumbukia maisha yetu. Sawa, sisi wote hapa ni watoto wake. Naambiaga watu, yani katokea ukakutana na Mungu afu ukakuta Mungu yuko busy, ujue yuko busy kwa sababu yako. Bwana Yesu asifiwe. Yuko busy kwa sababu yako wewe, hapo uishi vizuri, ule uwe na uzima, huo ubizi anakuwa kwa ajili yako wewe. Wakati nakuja nimesafiri na nimefika hii asubuhi. Kwa hiyo nilipofika hapo stendi, sasa wakati nataka ndio tumefika, gari nasema sasa tumefika tushuke, nikasikia ghafla maumivu kwenye huu mkono, maumivu makali ambayo sijawahi kuyasikia kwenye maisha yangu yote. Alafu sauti nyingine ikaniambia kule ndani kwamba haya maumivu yakiendelea, maana yake hautaweza kunyanyua huu mkono ushikie hata mic. Mic ajaribu kunyanyua hivi nashindwa, najaribu kufanya naona haikai kila ninachojaribu kufanya. Nikasema haya maumivu ni ya nini? Najaribu kusimama najisikia vibaya sana, yaani najisikia vibaya sivyo kawaida. Kama kizunguzungu, kama mwili haueleweki. Nikajua kwamba hata hapa maana yake lazima viwepo vitu vya kumpinga mtu popote pale. Bwana Yesu asifiwe. Nikamwambia Mungu nisaidie. Afu nikashangaa tu, nimeshuka chini najisikia vibaya, nikafika kuna sehemu za kukaa nikakaa. Dakika kama 2 nikawa sawa na ile maumivu sijasikia tena. Nikasema hivi mbona Mungu yuko faster sana? Nikasema kama ningekuwa nimepiga simu nyumbani nikamwambia baba nina maumivu huko, angefanya nini? Ningesema nimpigie simu daktari, angeweza kuniponya kwa haraka kiasi hicho. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nataka tukamshukuru. Hizi maiki zilikuwa zinafanya hivi, sipendezwe nazo. Hiyo kelele, naomba mnisaidie. Kwa hiyo nataka tukamshukuru Mungu. Nataka kumwambia tu Mungu asante. Bwana Yesu asifiwe. Mungu asante kwa dakika moja. Tuombe. Mtakatifu, asante kwa sababu wewe unasumbukia maisha yetu. Asante kwa sababu unatupinda, asante kwa sababu uko na sisi. Asante kwa sababu mkono wako ni mwema, asante kwa sababu fadhili zako ni nyingi. Asante Bwana kwa sababu ya siku hii ambayo uliratibu tangu kuwekwa misingi ya dunia, na asante Bwana kwa ajili ya kila mmoja ambaye neema yako imemhifadhi na ameweza kufika mahali hapa. Mioyo yetu inakutukuza, nafsi zetu zinakushangilia sana. Hatuna namna ya kueleza kwenye mioyo yetu, lakini kwa uzima huu, kwa kibali hichi, kwa neema hiyo, tunasema asante Mwokozi. Bwana unayedumu na kutawala milele, tunatambua ya kwamba wewe ni baba yetu, ndiye uliyetupa ulinzi, wala hatuna lolote ambalo tumeliweza kulifanya wenyewe. Hatuwezi tukasema ni ujanja wetu ndio umetufikisha mahali hapa, wala hatuwezi kusema ni akili zetu ndio zimesababisha tumefika tumekaa mahali hapa. Mwokozi, tunatambua kwamba ni neema yako. Tunatambua kwamba ni wewe Bwana uliyejihangaisha kwa ajili yetu. Tunatambua kwamba ni wewe Mwokozi uliyejisumbua kwa ajili ya afya zetu. Mwokozi, ndio maana tunao uzima. Ni katika jina lako Mwokozi tunakushukuru na tukisema asante Mwokozi. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili na yeye tutaomba kwa ufupi. Nataka tukamwombe Bwana rehema. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati mwingi nimekuwa nikisema na tutasema pia na leo kwamba Mungu jinsi alivyo kwa asili ni mtakatifu sana. Ni msafi kuliko unavyodhani na hajawahi kuchangamana na uovu. Bwana Yesu asifiwe. Na hawezi kuchangamana nao. Mtu mmoja akasema ikatokea hata bahati mbaya tu ukakutana na Mungu vyafu ni mchafu, jambo la kwanza ambalo Mungu anaweza kufanya ni kukuua, kwa sababu uchafu na yeye haviendani kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Mbali, yani huku na kule. Ndio maana wakati mwingi mnaona kwenye Agano la Kale watu walikuwa wanachinja nyama ili ipatikane damu. Ile damu ilikuwa ndio inayowatakasa. Maana kupitia damu ya yule mnyama, damu yako inafichwa ndani ya yule mnyama.
Mungu akikuangalia wewe hauoni uovu, anamuona yule mnyama ambaye mnyama hana dhambi, ni msafi. Ndio maana hakuteketezi. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana hata Adamu na Eva walipokosea bustanini, wengi wanasema Mungu akawafanyia mavazi. Mavazi ilikuwa ni jambo la baadaye, ila la kwanza alihitajika mnyama atakayewakilisha damu yao wale, ili Mungu asiwaue. Bwana Yesu asifiwe. Ni namna tu alivyo msafi. Wakati fulani kama umesoma maandiko, kuna sehemu moja Yesu anasema, Mungu wangu, mbona umeniacha? Ule ni wakati ambao Yesu alikuwa amebeba dhambi za ulimwengu. Kwa hata Yesu alionekana mchafu, japo yeye si mchafu, lakini alionekana ni mchafu. Unaweza ukaelewa kwamba Mungu alilazimika kugeuka kuto kumtazama mwanae kwa sababu alionekana amebeba uchafu. Ndio maana Yesu anasema, mbona umeniacha? Bwana Yesu asifiwe. Kwa wakati wowote tunapokwenda mbele za Mungu, anaambia watu, mwambie Mungu nitakase, Mungu ni rehemu. Kama kuna jambo lolote iwe nimefanya najua sijui, lakini linapishanisha mahusiano yangu na wewe, linaweza likasababisha nisikusogelee, naomba Mungu nitakase. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake ni kwamba ili Mungu asikuue, salama yako ni asikutazame. Kwa sababu akikuangalia kwa akaona ni mchafu, anabidi akuue. Kwa Mungu anajificha asituangalie kwa ule uovu. Kwa tunapotaka kumsogelea lazima tuwe safi. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio Agano Jipya linatutazamisha kwamba Yesu Kristo amefanyika mwanakondoo wa kuchinjwa ili kwa ajili yake sisi wote tupokee ule msamaha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wakati ambao tunakwenda kuomba rehema, tunaambia Mungu, mtazame mwanao, usinitazame mimi, muangalie mwanao. Sawa? Angalia damu yake ya thamani iliyomwagika msalabani kwa ajili yangu, alafu nitakase. Tukaombea maombi marahisi sana, alafu tutaenda sasa kujifunza. Mtakatifu Mungu wa milele, asante Jehova unaishi na kutawala. Bwana, wewe ni msafi, wewe ni mtakatifu sana, haujawahi kuchangamana na uovu na huwezi kuchangamana nao. Mtakatifu Mungu wa milele, tunajichafua kwa mambo mengi, kwa kusema, kwa kuwaza, kwa kutenda, kwa kufanya vitu vingi. Japo maeneo mengine tunafanya hata sisi hatujui kwamba tumefanya vibaya, lakini wewe ukituangalia Mungu unaona kwamba tumekosea. Mtakatifu, asubuhi ya leo tunauliza umtazame mwanao ambaye damu yake ilimwagika kwa ajili yetu ili sisi tuwe safi. Mavazi yetu yafuliwe katika yeye ili Bwana tuwe huru na tuwe safi. Mwokozi, tutakase kwa hiyo damu. Tusafishe kila mmoja wetu mahali hapa. Takasa kila mmoja. Jehova Bwana, tufanye kuwa safi ili tunaposogea mbele zako kujifunza maneno yako, tunapoenda kula na kunywa, neema yako Bwana ikatutangulie Mwokozi, na tukapate yale ambayo yako ndani ya moyo wako. Jehova, mioyo yetu itakase, mioyo yetu ioshe, mioyo yetu Bwana ifanye safi, tukapate kibali mbele zako. Na zaidi sana Mwokozi Bwana, kile tunachoenda kujifunza tusaidie Mwokozi. Ni katika jina lako zuri ninakutukuza nikisema asante Mwokozi, amen. Naweza kumshangilia Bwana Yesu katika makofi mbele za Bwana. Amen. Tuna somo la kujifunza, ni somo refu lakini nitajitambulisha. Mimi hapa ninaitwa Frenki Mlazi. Mlazi nasikia jina pia kuna watu wa Kigoma wanalo. Mlazi. Maana ni hiyo ila mimi si wa Kigoma. Kwa naitwa Frenki Mlazi, ni mwalimu wa neno la Mungu kwa huduma, lakini pia ni mtu ninayeomba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anasema nina huduma ya maombi na nina huduma ya kufundisha neno la Mungu. Kwenye kufundisha ili neno la Mungu, ni neema ya Mungu amenipa hiyo nafasi ya kuwa nachambua maandiko, nafanya kazi anayoifanya mwalimu. Mwalimu ni mtu wa taratibu lakini anaeleweka. Bwana Yesu asifiwe. Kazi ambayo Mungu ametupa ni kuchambua neno kwa neno, hatua kwa hatua, mpaka hata yule ambaye hawezi kabisa kuelewa aelewe kwamba hapa Biblia ilikuwa inamaanisha nini. Kwa ule mkate ambao Mungu anataka kuwalisha watu, mwalimu kazi yake ni kumegamega. Bwana Yesu asifiwe. Wale watu ambao wana watoto wadogo, unajua kwamba uwezo ukachukua ile mkate ukamlisha, si ndio? Litamkwama na anaweza akafariki. Kwa hiyo anahitajika mtu wa kuchambua, kuvunja viwe vipande vidogo vidogo ambavyo mtu anaweza akavipata. Kwa hiyo ukiona mwalimu wako mbele yako anafundisha, unatakiwa ufurahi kwa sababu atajitahidi kuvimegamega mpaka hakikishe umevielewa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia nimesema ni muombaji kwa maana ya huduma ya maombi.
Mungu alitupa neema wakati fulani, alinipa haya maono, akasema nitafutie waombaji. Kwa hiyo nilitafuta watu huko na huko, nikawaambia nataka watu ambao tunaweza tukaomba, tusimame tuombe. Tukaanzishaga kundi linaitwa Kusanyiko la Maombi Tanzania, Prayer Gathering Tanzania. Tukakusanyana kule watu wanaoomba na hata wasioomba walikuja, lakini lengo ni kwamba tuwaathiri na wao waweze kuomba. Kwa hiyo tukiwa kule huwa tuna ratiba za maombi za kila mwezi. Mwanzo wa mwezi tunafunga siku 7 za masaa 10 siku 3 kavu. Mwisho wa mwezi tunafunga siku 7 za masaa 12. Hayo ni ya pamoja, yani kila mwezi tunajua kwamba tuna siku 10, 3 tutafunga kavu, 7 tutafunga masaa 12. Lakini pia tutakuwa tunaamka kuomba kwa sababu watu wetu wametawanyika mikoa tofauti tofauti. Kwa hiyo huwa tunakutana mtandaoni, tunaombea kule kila siku asubuhi saa 11 tunaamka tunaomba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sehemu tunaomba, hapo tunaomba ni kidogo, yani kama kuomba kwenyewe bado hatujaomba, lakini Mungu ametusaidia kuna umbali. Kwa kupitia hiyo huduma ndio tumekuwa tukifanya na mikusanyiko ya maombi. Wakati fulani tumekuwa tukifanya mikesha, tunatembea mikoa tofauti tofauti, tunaenda tunawakuta watu wa Mungu, tunaambia jamani, tunataka tulete mkesha tuombe pamoja mpaka asubuhi. Na kwa kweli tumekuwa tukitembea, Mungu ametupa neema, tumefika mikoa kadhaa, tumeenda Mwanza, tumeenda Mbeya, tumeenda Dar es Salaam, Dodoma, tumefanya Iringa pia, Singida, na nafikiri mwezi huu wa 9 unaokuja tutafanya Tanga. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio ambayo Mungu alinipa kuifanya. Kupitia sasa hiyo huduma ya maombi ndio tukagundua kwamba hatuwezi tukaomba tu kama hatujifunzi. Kwa hiyo tukawa tumeanzisha jambo lingine la mafundisho, lakini hasa ni mimi, manake hili haliwahusu sana wengine wanaoomba, ila mimi binafsi Mungu ameweka ndani yangu mzigo wa kuwafundisha watu. Kwa hiyo ni mwalimu ambaye ninafundisha. Kwa hiyo katika programu zangu za ufundishaji nikasema nitatembea tu na mimi mikoa tofauti tofauti, nitakuwa tunaenda nikikuta watu na wafundisha kile ambacho naamini kitawasaidia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo miezi ile wa kwanza mpaka wa 6 nilikuwa tunafundisha kule Dodoma. Mwezi wa 7 nikaenda Dar es Salaam. Mwezi wa 8 nikasema nataka kwenda Kigoma. Nilikuwa sijaifika kabisa mwenyewe hadi. Sasa kwenda Kigoma. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kupitia watumishi wa Mungu ambao wapo wakatusaidia, ndio mkasikia habari na ndio mpo hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mimi ni mwalimu na nitakufundisha kile ambacho Mungu ameweka mzigo ndani yangu na wewe ujifunze. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwa namna yoyote tutajifunza kama darasa na nitakwambia kile ambacho Mungu ametaka nikwambie. Maana yake hii kwetu tunaita Project Daniel namba 8, kwa maana tulianza tangu Januari tunafanya, na huwa tunarekodi yale mafundisho yote tunayaweka mtandaoni. Kwa ukienda YouTube unayakuta yote tuliwahi kujifunza, yote tuliwahi kuwa nayo huko nyuma. Kwa nini sasa tuna hii inaitwa Project Daniel na kwa nini tumelipa hii semina hili jina? Nafikiri kwa wale wanaoelewa lugha hii ya kigeni, project ni mradi. Bwana Yesu asifiwe. Huu unaitwa mradi Danieli. Wale wasomaji wa Biblia waliosoma kitabu cha Danieli wanafahamu kuhusu Danieli. Bwana Yesu asifiwe. Yule ni mmoja kati ya vijana ambao walijitofautisha kwenye kizazi chake. Mungu akapitisha kwao mapenzi yake na watu wakajua kwamba Mungu yupo na anafanya vitu vikubwa, hata kufikia mfalme wa Babeli akasema na hakuna Mungu mwingine anayepaswa kuabudiwa isipokuwa Mungu wa Danieli. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo leo hii Mungu anawataka kina Danieli wengine wanaoweza wakasimamia mapenzi ya Mungu, wakasimama mahali Mungu anataka, wakafanya vitu, wakaonyesha mambo kwa ukubwa wa mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa huu ni mradi maalum yetu tunazalisha kina Danieli. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nategemea mimi nikufundisha hapa kuna kitu na kuadhiri. Ukienda kule unakuwa kama Danieli. Bwana Yesu asifiwe. Andiko la kusimamia liko Danieli sura ya 1 mstari wa 8, anasema lakini Danieli aliazimu moyoni mwake ya kwamba hatojitia unajisi kwa chakula cha mfalme wala kwa divai atakayokunywa. Bwana Yesu asifiwe. Aliazimia. Babeli tunaoizungumza kule ndio mifumo iliyoko duniani leo. Sawa? Ndio mifumo hii ambayo tunayo leo duniani ndio Babeli. Na wewe ndio kama Danieli. Mifumo ina mambo yake mengi ndani yanayohitaji kukumeza. Yanahitaji kukutoa kwenye msingi, yanahitaji kukuonyesha kwamba ni kawaida tu kufanya hivi vinavyofanyika. Alafu unatoka unaacha mapenzi ya Mungu, unasahau kwamba
unatakiwa kuwakilisha Mungu katika hayo mazingira. Bwana Yesu asifiwe. Watu waliochukuliwa kutoka Yuda kwenda Babeli wanahesabiwa walikuwa watu 55,000. Ukiona watu 4 tu ndio ambao hawakujitia unajisi, maana kuna watu 58,000 na miangapi walijitia unajisi. Tunaelewana? Kwa hiyo hata leo waliookoka yani wako wengi, lakini wengi wanajichanganya. Wengi yani ni ameokoka kanisani, akitoka kanisani hajaokoka. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kuna mtu hata ukaenda nyumba anapokaa, labda kama ni kijana amepanga, ukamsalimia Bwana Yesu asifiwe, anaweza kuitikia kwa shida sana. Na mtumishi Bwana Yesu asifiwe, umefika pale kwake sasa. Mtumishi, njoo ndani bwana, njoo ndani. Kwamba tukaongelee pembeni, maana hao watu hapo wanajua kabisa mimi hamna. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mimi binafsi ni mmoja kati ya watu ambao tuna misimamo mikali hasa kwenye hilo eneo. Ninaamini kwamba wewe unatakiwa umwakilishe Mungu hata katika hali yoyote. Mazingira hayapaswi kushinda. Kwa hiyo ninachokifundisha hasa kwenye hii ni kuwafundisha vijana kuto kushindwa na mazingira, kusimamia kile ambacho Mungu anakitaka kisimamiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo yamekaa kama hayaeleweki, lakini wewe unaweza usielewe, lakini yana shida. Bwana Yesu asifiwe. Mfano mzuri kama naambia watu, unaona sasa hizi mambo ya uchaguzi yanakuja. Kelele zile unaweza kukuta na ushaungana mle na wewe. Unaenda unashangilia mgombea, mnafanya vitu, mnafanya hivi, mnaanza kutoa na kupokea rushwa. Mnaanza wewe ndio unapewa hela wapelekee watu ili wapige kura, unafikiri ni sawa. Kumbe umeshajichanganya. Sawa eh? Yaani maana yake umeshatoka pale katika yale mazingira, ndio ilikuwa ni sehemu ya kusema kwamba hii sio sawa na hii haipaswi kufanyika hivi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ndio lengo la haya madarasa ni kuwatengeneza kina Danieli, watu ambao wanaweza wakaendelea kusimama na mapenzi ya Mungu hata katika mazingira magumu. Mtu mmoja anasema ujana ni maji ya moto, sio? Ujana hiyo ndio Babeli sasa hiyo. Sasa hapo kwenye ujana ndio msimamie Mungu, hapo ndio panatakiwa. Yaani hapo ukimsimamia Mungu, Mungu mwenyewe anafurahi. Sawa eh? Ukikaa na Mungu vizuri hapo, Mungu mwenyewe anaona raha, kwa sababu anaona mazingira ulionayo, namna ambavyo umepambana mpaka umefika ukawa hivyo. Mungu anajivunia wewe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaweza akakaa akasema, ndio dunia imevurugika, lakini umemwona mtumishi wangu fulani, umemwona yule mtu amealinda mapenzi yangu hata katika mazingira magumu, anasimama na mimi hata katika mazingira mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tuna kizazi cha Wapentekoste, sina kama ukigoma wapo, ila tu ni kwamba hawafanyi dhambi kwa sababu kuna macho ya watu. Unaelewa? Yaani ndio akamwambia mwenzake, sasa unajua tungeonana, lakini pale kanisani macho ya watu wengi, kwa hiyo tafuta sehemu nyingine tuonane. Kwamba mkikataa kuonana kanisani kwa sababu hapo kuna macho ya watu wengi, mkaenda kuonana chini ya nini, ya mchikichi, ndio mmefanya vizuri. Mmefanya vizuri. Mmejichanganya. Kwa hiyo yeye kinachomsumbua na kumuumiza kichwa ni watu. Ila kama watu wasingekuwepo, yaani isingempa shida kabisa. Sasa hatutakiwi kuwa hivyo, sawa eh? Kwa nini hatutakiwi kuwa hivyo? Kila wakati ambao tunajichanganya tunamhuzunisha Mungu. Mungu anatutegemea sana. Bwana Yesu asifiwe. Ambiaga watu wale ambao wanafahamu mabishano ambao watu wanaekaga dawa. Ushasikia kama nasema hiki akiwi tuweke hela. Ushasikiaga hiyo? Mungu anafanya mabishano na shetani kwa watumishi wake. Anamwambia kuhusu Ayubu kwamba kwa yule pale mimi nina uhakika hawezi kuniacha. Ndivyo ambavyo Mungu anakusemea wewe kila siku, kwamba Mungu ana uhakika hawezi kumwacha. Lakini wewe je? Wewe unayesemewa sasa, unasemaje? Bwana Yesu asifiwe. Muulize jirani yako, mwambie wewe unasemaje? Mungu anasema wewe huwezi kumwacha, wewe unasemaje? Anasemaje? Ulizani tena. Mbona mnaogopana? Mnajibu. Ajibu anakuangalia. Unaweza kwani wewe mwenyewe unasemaje? Sasa baada ya kusema haya naomba tuende kwenye somo. Wakati nafikiria kwamba nitafika Kigoma, nilimweza Mungu tunajifunza nini mwezi wa 8 kwa sababu mnaojifunza sio nyinyi tu, kuna watu wengi ambao nategemea baadaye watakuta somo mtandaoni na wao wajifunze. Kwa hiyo nikamwambia Mungu tujifunze nini? Akanambia kajifunzeni kuhusu umoja. Bwana Yesu asifiwe.
Kwa hiyo inawezekana ushajifunza kuhusu umoja mara nyingi, na leo tena tunakufundisha. Mimi naamini pekee sana kuna kitu cha tofauti ambacho utakichukua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Ukweli ni kwamba nimesema tunataka tutengeneze kina Danieli, ila kama hatutakuwa kwenye huo umoja, hakuna namna za tukashinda vita. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana sisi, kila mtu ni mlinzi wa mwenzake, na wala usijisikie vibaya kulindwa. Vijana wengi huwa wanakwambia ananifuatilia sana, kwani ni maisha yake? Kwani nikiharibikiwa si mimi ameharibikiwa yeye? Lakini maandiko yanatuweka kila mmoja mlinzi wa mwenzake, kwa sababu lazima twende pamoja ili tusishindwe. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake ili mimi nikae vizuri, nahitaji huyu hapa anitazame, mimi pia nimtazame. Nikiona kitu sikielewi, mwambie wewe, hiki kitu si sawa, hivi sivyo tunavyofanya kanisani. Mimi pia nikijisahau, naye aniambie kwamba hiki sio sawa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana naamini mara zote mtu yoyote ambaye yuko kanisani alafu anataka kwenda peke yake ni mtu wa kwanza anayefanyaga makosa. Bwana Yesu asifiwe. Mtu yoyote ambaye anajitenga, mtu yoyote ambaye anataka maisha yake, anafikiri kwamba ni maisha yake binafsi na hataki kufuatiliwa, huyu mtu ni hatari kwenye kanisa, kwa sababu ataanguka tu. Bwana Yesu asifiwe. Ataanguka tu. Yaani hata kama angekuwa anaomba isivyo kawaida, ataanguka tu. Tunaelewana? Ataanguka tu. Kapewa kisa cha mtu mmoja, ni mwana maombi, alikuwa anaenda huko milimani, wenzake wakitangaza maombi kanisani haji. Anaenda tu huko milimani. Siku ya siku ule mtu amekuja amerudi, akili zake haziko sawa. Watu wakasema sasa mtu muombaji. Wenyewe wakajua kabisa kwamba hii akili kuchanganyikiwa, hili ni shambulio la shetani. Lakini yeye ni muombaji, amepigwaje? Yuko peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana ambia watu kutembea wengi ni faida. Kutembea wawili, watatu ni faida. Na kama umeamua kweli unataka kumpenda Mungu, lazima ujijengee huo utamaduni wa kuhakikisha kwamba unatembea na mtu. Bwana Yesu asifiwe. Unakwenda na mtu anayeweza kukuangalia. Una mtu ambaye anaweza akakutazama. Una ndugu ambaye anaweza ukamshirikisha mambo yako. Na bahati mbaya sana, ukitaka kuona kama umeharibikiwa, huyo ndugu wa kumshirikisha mambo yako awe ni mtu ambaye hajiamini. Hapo ndio wengi wanapopotea. Kiendo, naye mambo ya makanisani umeyaendekeza sana. Sasa kuna shida gani? Sikakwambia tu muonane, kwani nakwambia wewe uonana naye. Huko ndio unapotelea. Bwana Yesu asifiwe. Unatakiwa upate mtu mwenye nguvu. Mtu ambaye anaweza akaenda na wewe. Njia hiyo ndio utakachojifunza. Kwa somo linaitwa mafanikio katika umoja. Na linalenga kuhamasisha watu wa Mungu kwenda pamoja katika kutekeleza mapenzi ya Mungu. Hili linakataa kujitenga, linakataa kuwa mwenyewe, na linasisitiza kufuatiliana, kuonyana, kushikana, kukaribiana, kuombeana. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana baada ya hili somo, kama ulikuwa unapata shida mtu akikukaribia, unatakiwa usipate shida tena. Yaani akatokea mtu amekuona unafanya vibaya akakukaribia, unatakiwa usipate shida kuanzia baada ulipojifunza somo hili. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nimebahatika kuwaona watu wengi, hasa watumishi wa kizazi changu, wengi ambao walitaka kwenda wenyewe, wakakataa kufuatiliwa, wakafanya mambo yao ili tu wasishirikishe mtu, waliishia mahali ambapo si sawa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kama nazungumza na kijana, namwambia mtu, namwambia wewe, huwezi kwenda peke yako. Bwana Yesu asifiwe. Tutajifunza katika maandiko mstari kwa mstari. Andiko la kwanza ni Zaburi 133, hilo ndio andiko letu kula somo. Kama una Biblia utakuwa unafungua, mimi nina Biblia pia iko hapa. Kwa hiyo ninaweza nikayaona hayo maandiko. Zaburi, kitabu cha Zaburi 133, mstari wa kwanza mpaka wa 3, kuna maandiko mazuri sana pale, ni maarufu na yanajulikana. Kila mtu anaweza akayaimba na kuyasema. Biblia inasema, tazama jinsi ilivyo vyema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Anasema ni kama mafuta mazuri kichwani yashukayo ndevuni, ndevu za Haruni yashukayo mpaka upindo wa mavazi yake. Lakini anasema kama umande wa Elmon ushukao milimani pa Sayuni, maana ndiko Bwana aliko amuru baraka, naam uzima hata milele. Bwana Yesu asifiwe. Hili andiko linajulikana, si ndio? Kwa leo tutalichambua tofauti. Mwambie mwalimu kazi yake ni kuchambua huko, sawa? Kuvunja hilo andiko. Huyu mtumishi wa Mungu Daudi anajaribu kufananisha umoja, sawa?
na anasema hili jambo ni jema na linapendeza, ni kitu kizuri ambacho ukikiona kinavutia. Sasa anajaribu kutafuta mfano kwamba ni mfano gani hili jambo naweza nikalifananisha nalo. Anapata mfano wa kwanza, anasema ni mafuta ya Haruni. Bwana Yesu asifiwe. Na mfano wa pili anasema ni umande wa Hermon. Sasa Daudi wakati anaandika hapa, ana uhakika kwamba anaowaandikia wanajua mafuta ya Haruni ni nini. Bwana Yesu asifiwe. Anaamini kwamba wao unaujua umande wa Hermon. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa alikuwa anaandika akiamini kwamba wasomaji wake wakiambiwa mafuta ya Haruni, picha inakuja kichwani kwamba mafuta ya Haruni ndio vile, kumbe ndio iko hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Anaandika akiwa na imani kamili kwamba nikiwaambia umande wa Hermon wanaujua, wamewahi kuona, wanafahamu jinsi ulivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sasa inakuwa changamoto ukisoma ile andiko afu umande wa Hermon hujui. Bwana Yesu asifiwe. Mafuta ya Haruni huyajui. Kwa hiyo itakuwa ni nyimbo tu unaimba, unasoma kama hadithi tu, kama umande wa Hermon, umande wa Hermon. Hujui ni kitu gani. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mkiwa kanisani mna walimu, ndio mwalimu sasa, mwalimu, mafuta ya Haruni kwa nini? Sawa. Mwalimu, umande wa Hermon ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Ndio kazi ya walimu hiyo. Unajua walimu, watu wengine wanaanza, mtu anaona akiita mwalimu kama anadharauliwa, anaanza mimi ni mtume. Lakini walimu wana kazi kubwa, ndio kazi yake kutuambia haya mafuta ya Haruni ni kitu gani. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mafuta haya ya Haruni yametajwa kwenye Biblia kwenye maeneo mengi sana, na Mungu amekuwa akiyaelezea jinsi yalivyo. Ni mafuta ambayo hayakuwa mafuta ya aina moja, ila yalikuwa ni mafuta ambayo ni mchanganyiko wa vitu mbalimbali, ambavyo vitu vilivyoungana kutengeneza mafuta ya Haruni. Mungu ndiye aliyewatuma, anamwambia Haruni, chukua shekeli 100 ngapi za kitu fulani, chukua ujazo wa kitu fulani. Yale manukato yote ninayoyajua, ukiwepo na mdarasini ulikuwemo, sawa? Kwa alitengenezwa achukue vitu kadhaa, afanye mchanganyiko. Bwana Yesu asifiwe. Alafu akishafanya huo mchanganyiko yapatikane mafuta. Hayo mafuta ndio walikuwa wanapakwa watu wanapokwenda kutumika. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukichukua vile vitu vilivyotumika kutengeneza haya mafuta ya Haruni kwa ujumla wake, mimi najaribu tu kuharakisha kwa sababu lengo langu nataka tufike mahali, sawa? Kwa hiyo najaribu tu kukimbia, ila nakupa kazi wewe ukatafute. Biblia imeandika kabisa namna ambavyo Mungu alikuwa anawaambia jinsi ya kuchanganya, sawa? Imeelezea viungo vyote vilivyotumika, lakini viungo asilimia kubwa vilivyotumika, kwanza vilikuwa vina harufu nzuri. Wanasema mafuta ya Haruni kama angetokea mtu ameyapaka akapita pale nje, ungegundua kwamba kuna mtu amepaka mafuta ya Haruni amepita pale nje. Yalikuwa na harufu nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Nzuri ile ambayo kila mtu anatamani ayakatibie. Kila mtu anayapenda. Sawa eh? Si mnajuaga hata tu hizi perfume za kawaida. Si sawa? Kwa perfume kuna nyingine nzuri, nyingine mbaya, nyingine mtu anapaka. Wewe ukisikia unaona inakukera, si sawa? Sasa mafuta ya Haruni yalikuwa ni mafuta ambayo kila mtu anapenda ile harufu. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu anajisikia vizuri kwa hiyo harufu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini haya mafuta, kuna kiungo kimoja wapo nimesahau jina lake, nafikiri nikisoma kwenye maandiko wanasema kilikuwa ni dawa. Bwana Yesu asifiwe. Ni dawa kwenye hayo mafuta. Maana kama ingetokea mtu labda ngozi yake ina shida, akapaka mafuta ya Haruni, maana yake dawa ingepatikana pale pale. Bwana Yesu asifiwe. Ndani ya yale mafuta kunawilisha, kustawisha, yalikuwa ni haya mafuta ambao Mungu aliwaagiza wayachanganye kwa ajili ya kuwapaka watu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio pale nikasema Daudi anaposema ni kama mafuta ya Haruni, anachomaanisha cha kwanza, kuna kule kunukia, kule kuvutia. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake popote palipo na umoja, unaona panavutia. Bwana Yesu asifiwe. Mtu mmoja akasema injili nyingine tunaihubiri kwa umoja wetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa umoja wetu, vile tunavyofanya pamoja, vile tunavyoenda pamoja, sawa? Mtu anajua kwamba hawa hakika wanaenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Na maandiko yamethibitisha. Yesu anasema naomba wawe na umoja, sawa? Hata kwa sababu hiyo watu ndio watajua kwamba hawa ni wa kwangu. Watu watafahamu kwa namna mnavyoenda pamoja, mnaponia pamoja, mnapotembea pamoja. Yaani mkienda tu pamoja mnaanza kuvuta watu kujiunga na nyinyi. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nawaambia watu, mkitaka kuona mnakuwa, mnaongezeka, mnakimbia, shikaneni. Bwana Yesu asifiwe. Yaani nyinyi mkipatana mkashikana,
vile mnapokwenda huwa mnavutia. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu anatamani kuwasogelea. Utasikia mtu anasema nasikia tu kanisa fulani. Ni kanisa gani hili? Ni wapi hapa? Natamani kuja nifike. Natamani kufika nipaone. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Biblia inasema ni kama mafuta mazuri. Sawa Mvuto. Kuna kunukia. Sawa Maana naambia mafuta ya Haruni wanasema walikuwa ukipita kule watu wanajua. Sawa. Mkishikana vizuri, hamhitaji kujitangaza sana. Si unaelewa? Watu wanajua, yaani watu wanaelewa. Wanajua mpo, yaani wanajua mpo. Bwana Yesu asifiwe. Wanafahamu kwamba mpo. Wala haja ya kujitangaza, wala ya kujieleza. Watu wanajua tu kwamba mpo. Bwana Yesu asifiwe. Mafuta mazuri. Sawa Tukisema dawa, Mungu alikusudia kwenye umoja. Tunakutana kila mmoja na majeraha yake. Sawa Kupitia ule umoja tunaponyana kupitia hayo mafuta. Katika mafuta ya Haruni, ni mafuta ambayo ni dawa. Maana mimi nina jambo limenikwaza. Nikija kwako nikikwambia ndugu, jambo fulani limenikwaza. Unaambia mtumishi, kaza moyo. Mambo ya huduma ndivyo yalivyo. Wengine watakataa kukuelewa sasa hivi, lakini mbele ya safari watakuelewa. Songa mbele. Natoka pale nimeamka nasema nitapiga mbio. Unaelewa? Ndio anasema ni kama mafuta. Yale mafuta yalikuwa ni dawa. Umoja ni dawa. Bwana Yesu asifiwe. Ndani yake kuna kuponyana. Ndani yake kuna kuinuana. Sawa. Nawaambiaga watu kwenye mambo ya Mungu hakunaga jeshi la mtu mmoja. Na ukisikia jeshi la mtu mmoja ni kauli ya kishetani. Sawa. Na hata nikisema bado ni kauli ya kishetani, bado na shetani hapo na bado tumeipaisha. Kwa sababu hata shetani mwenyewe haendi peke yake. Si unaelewa? Wewe unataka wachawi wenyewe wana vikao. Wachawi wenyewe wanaruka pamoja. Si unaelewa? Shetani mwenyewe alipoasi aliondoka peke yake mbinguni. Alikuwa na theruthi ya malaika. Shetani mwenyewe anaogopa kwenda peke yake. Wewe ni nani unataka kwenda peke yako? Si unaelewa? Unajua anapita mtumishi kipindi ambacho ni Mungu ananipitisha mimi binafsi. Kwa hiki sitakiwi kumwambia mtu yeyote. Nikishavuka ndio nitatoa ushuhuda. Utafia huko. Sawa? Ambia ndugu, ni dawa. Sawa? Ni dawa. Wale watu wana kitu wakikupa, wakikuambia unaanza kuona mwanga, unaanza kuona wepesi. Mtu anakuambia usipate shida na huo utasa ndugu yangu. Mimi ninamfahamu mtu alikaa miaka 10 na amepata mtoto sasa hivi. Mwanae yuko shule sasa hivi. Unasikia ndani, kumbe na mimi Mungu atanifanyia. Ungeajua wapi au ungekaa kimya? Si unaelewa? Ni dawa, yani mafuta. Sasa kama mafuta. Ndio Daudi anasema mafuta yani ni mafuta yaliokuwa maarufu sana Israeli. Kwa kila mtu alikuwa anajua na sio kila mtu alikuwa anagusagusa. Sawa. Ni mafuta fulani ambayo ni mpaka Mungu amekukubali ndio unayagusa. Kana sasa umoja umefanana na hayo mafuta. Kwa sababu ndani yake kuna dawa, kuna kuinuana, kuna kusogezana mbele. Sawa? Hata dhambi kutubu, watumishi wa Mungu. Sasa unajua kuna mambo mengine vitu mwambie Mungu tu akusamehe. Sawa? Wewe usome maandiko. Maandiko yanasema ungamianeni ninyi kwa ninyi mpate kuponya. Unaelewa maana yake? Yaani mimi nimwambie dhambi zangu jamaa, naye aniambie za kwake tuponye. Maana nikibaki nazo takufa. Mimi nafundisha vijana. Kule duniani tatizo kubwa utasikia kuna uraibu, wanasema addiction. Zile zinawauaga watu kwa sababu ni watu wanafanya siri. Sio mnafanya siri. Na shetani hata kama unateswa na uzinzi, shetani anakuambia wakijua, yaani wasijue. Jifiche, wakikujua watakutenga. Wakikujua watakusema. Wakikujua watakutangaza. Anataka ubaki peke yako. Lengo lake ni nini? Sawa Bwana Yesu asifiwe. Kwa anafananisha na mafuta. Umande wa Helmond nakimbia nimesema. Tungekuwa tuna semina ya siku 7. Ningechambua kila kitu. Ila hii ni semina ya siku 1 na nina masaa 2 tu hapa. Sawa? Majioni narudi Dodoma. Kwa hiyo unaweza kaelewa kwamba lazima tukimbie. Umande wa Helmond. Helmond ni mahali ambapo papo mpaka leo. Yaani ukienda mlima Helmond unaukuta hata leo upo na watu wanaendelea kuona na sifa zake zinajulikana. Ila wakati huo zamani, kabla ya sasa, wanasema huu mlima ulikuwa unatiririsha umande. Ule umande ulikuwa ni mwingi, unatoka Helmond, unatiririka unakwenda mpaka nchi ya Israeli, unafika mpaka kwenye mlima Sayuni. Helmond wala haiko Israeli, ni nchi nyingine. Ila ule umande ulikuwa unatiririka, unatoka Helmond, unatembea unafika mpaka mlima Sayuni ambao mlima ulikuwa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Mto Yordani ambao mnausikia na kuusifia, chanzo chake ni huu mlima. Bwana Yesu asifiwe.
Kwa ukisikia Yordani, sijui mto, watu wamelima, wamefanyaje, ni mlima huu ndio ulikuwa unatoa umande wake, unatoka unaenda kama maji, umetengeneza mpaka mto. Wakati unatoka, wakati unatembea, ndio njiani ulikuwa unapita kwenye maeneo kadhaa. Shasikia nchi ya Lebanoni kuna miti inaitwa mierezi. Shasikia sauti ya Mungu inavunja mierezi ya Lebanoni. Mwerezi wa Lebanoni ni mti fulani mgumu sana, ambao kama tungefananisha na miti ya leo mnaotengenezea vitanda sisi ndio mninga. Sasa mninga ule hauingii kwa mwerezi. Mwerezi wa Lebanoni ulikuwa ni mti imara, mti ambao hauvunjiki, haukatiki, yani hata ungefanyaje. Maana yake kama walikuwa wanataka kujenga kitu cha maana, nyumba za wafalme, hekalu lilijengwa kwa mierezi ya Lebanoni. Sasa hii mierezi ya Lebanoni tunaambiwa kwamba kukua kwake ni kwa sababu ya umande uliokuwa unatiririka kutoka Helmon. Bwana Yesu asifiwe. Kukua na uimara iliyokuwa nao ni kwa sababu ya ule umande uliokuwa unatoka kule. Nikamwambia ukitaka kujua kwamba hii miti ilikuwa imara, Mungu mwenyewe alipotaka kuwaelewesha Israeli kwamba sauti yake inatisha, anawaambia yani sauti yake inavunja ile mierezi. Kwa maana mtu akikaa akiangalia ile mierezi, hapo akianza inavunjwa, ana kweli Mungu ni hatari. Unaelewa? Sasa hii miti uimara ni kwa sababu ya ule umande wa Helmon. Kwa hiyo Daudi anaposema umande wa Helmon, anajua wewe kichwani unaujua mwerezi, sawa? Unajua mto Yordani, unafahamu namna ambavyo ule umande umefanya mambo makubwa, sawa? Ndio tunategemea. Sasa katika umoja tunaona hiyo siri imejificha ndani. Kwa ndani yake kuna uhai, sawa? Maji yale yanatiririsha ndani yake, katikati maji yalikuwa yanatiririka, miti ilikuwa inaota, ndio? Mazao yalikuwa yanakuwa. Kwenye umoja kuna uhai. Hakuna kinachokufa katika umoja. Bwana Yesu asifiwe. Hakipo kinachokufa katika umoja. Sawa? Hakipo. Yaani ukiona hata kama mlianzisha tu mikesha kanisa imekufa, mchawi sio shetani. Sawa? Maana wengi mnakimbiaga, huu mtaa una nguvu za giza. Tulianza tu maombi tumeacha. Yaani aliyowaroga ni huo umoja katikati yao. Shetani hana uchawi mwingine, alichofanya amewatawanya. Kila mtu amesema la kwake, kila mtu ameenda njia yake, tumekufa. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna chochote kinachokufa katika umoja, kwa sababu umoja una uhai. Maandiko yanamalizia anasema huko ndiko Mungu alipoamuru baraka, anasema uzima nao hata milele. Maana kuna uzima wa milele kwenye umoja. Kitu chochote kilichoanzishwa kwa umoja kitakuwa, kitastawi, kitaendelea milele yote. Bwana Yesu asifiwe. Mangambia watu mkikuta mnalegalega, hamwendi vizuri, hapo sawa, umoja umekosekana. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nasali kanisa ambalo pia lina kwaya, lina watu wa kuimba. Alafu mara naona leo kwaya wapo 20, kesho naona wapo 7, siku nyingine 10, siku nyingine wangapi. Sasa nikakuta siku moja wanasemwa na viongozi wao, nyinyi mmekuwa wazembe, mara mnakuja mara mji mara maelezo ni mengi, wanajieleza, wanarudia yale. Tunaelewa. Nikagundua kwamba hawa kinachofanyika umoja ndio umekosekana. Sawa? Na njia ya kwanza wakati tunataka kujifunza kuhusu kuleta umoja, njia ya kwanza ni maombi. Sawa? Akija mtu na mtu wamegombana, sawa? Akupa hekima. Sawa? Wamekuja mtu na mtu wamegombana. Pale si umoja umekosekana. Cha kwanza ni maombi. Sawa? Ambao watumishi wa Mungu kabla hajaongea maelezo yoyote, tuombe. Omba nao masaa mangapi? Katikati ya maombi, fika sehemu, mwambie kwamba najua wewe unamwona huyu ana makosa, si ndio? Na wewe unamwona huyu ana makosa. Wewe muombe huyu awe vizuri. Na wewe muombe huyu awe vizuri. Lisaa zima. Hapo kimaliza masaa 4 mwambie ulikuwa unasema huyu amefanyaje? Uone kama hajasahau. Hajasahau. Na warudi tena siku nyingine sababu wanajua wataomba tena masaa 4. Mimi ndo ninaposuluhishaga migogoro. Ukija kwa wale wanakwani kama niacheni, nipeni niwasuluhishi. Niliomba nao masaa kama la 4 la 5 kwenda kama la 6 hivi. Niambia sasa hapa mkae tuongee kikao, mseme nani ni mbaya, nani anampendelea nani ampi nani nafasi ya kuimba. Ndio ndio wako kimya. Mbona muongee watumishi? Kimya. Nini maana yake? Maombi yanaleta umoja. Sawa. Ukianza kumwombea mtu huwezi kugombana naye. Ukiona unagombana na mtu maana umuombee. Sawa? Umuombee. Maana mimi mfano nikamwambia Mungu Baba, naomba umuombee huyu mtu aache unafiki. Kesho yake namsemaje sasa? Sinaamini kwamba sio yeye, ni Mungu bado hajamrekebisha, si ndio?
Kosi na ugomvi naye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna uzima. Mielezi kama zao mojawapo ya umande wa Elmon ni uvimara. Watu wenye umoja hawatikisiki. Sawa? Watu wanaokwenda pamoja hata ungefanya nini, huwezi kuwatikisa. Ni wako imara. Wako imara, naambia tunamhitaji Mungu mwenyewe kuwasimamisha watu walio kwenye umoja. Mungu mwenyewe. Yaani manake hata malaika Gabrieli hawezi. Unaelewa? Watu wakiungana, wakania la kwao. Ni ngumu, inamhitaji Mungu mwenyewe. Si mfano uko pale Babeli. Si mmesoma pale maandiko au hamsomai kabisa watumishi? Au kitabu cha Mwanzo ndio kwanza mnakisikia leo. Kiko pale, Mungu anasema hawa watu hawatazuiliwa neno waloamua kulifanya. Anasema na tushuke. Hata Mungu mwenyewe asemi lishuke, anasema tushuke. Maana na yeye mwenyewe pia akusanye jeshi kwenda kuzuia watu walioungana kwenye umoja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hapa nikasema mambo matatu ya msingi ambayo umoja unayaleta. Moja, kwenye umoja jambo lolote linatekelezeka. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye umoja lolote linatekelezeka. Yaani hata tu hapa mahali hapa mkaamua mshikane, mseme hapa kufika mwakani tunasimamisha ghorofa 3 hapa, inatokea. Inatekelezeka kwa sababu kwenye umoja kuna nguvu ya kutekeleza mambo. Sawa? Kwenye umoja chochote mtakachokikusudia pamoja kitatekelezeka. Na nitakuonyesha kwa nini vitu havitekelezekaji. Jambo la pili ambalo nimeliona nikasema jambo la pili ni nguvu ya kiroho. Sawa? Mahali popote ambapo kuna umoja kuna nguvu za Mungu za kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Mahali popote ambapo kuna umoja kuna nguvu za Mungu za kiroho. Ukifika mahali ukakuta kama nguvu ya Mungu haipo, wala unahitaji kumlaumu mtu mmoja kusema wewe ndio hujaleta nguvu za Mungu. Wewe jua tu kwamba wale watu hawajashikana, hawajaenda pamoja. Watu wakiungana wakakaa pamoja wakaimba Mungu kwa umoja, nguvu ya Mungu inashuka. Sio, unaelewa? Wakakaa pamoja wakashikana wakaomba, Mungu anafanya. Mungu anatenda. Na maandiko hayajipingi, anasema wawili wenu au watatu wakipatana jambo wakaomba litalitenda. Maana Mungu anahitaji mwe angalau wawili tu shikana, afu atende litokee. Tunasema nguvu ya Mungu imepatikana sana kwenye umoja. Bwana Yesu asifiwe. Na kama kuna kitu shetani anafanya ni kututawanya. Sio, unaelewa? Ndio maana unakuta makanisa tu hata ya Pentecost yenyewe yanashindana. Hawa wanaona wale pale hawaendi mbinguni, wale wanaona wale pale hawajaokoka. Huku nasikia sisi tunashirikiana na hilo kanisa. Nasikia mambo hayo. Jua ameondoa nguvu za Mungu kwenye kanisa. Hata mtu mmoja analaumu vijana. Vijana tunalaumiwa kweli. Vijana wameingia makanisani hawamtafuti Mungu, wameondoa nguvu za Mungu. Yaani wazee wenyewe wameacha kushikana. Sawa? Kwenye nguvu ya Mungu, kweli kuna umoja kwenye. Basi ikitokea watu wamekaa pamoja, lazima tutaiona nguvu inatokea. Sio jambo la kutafuta, yaani nguvu ya Mungu utafuti, inapatikana tu kwa sababu watu wameenda pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Watu wametembea pamoja. Ndio maana nikifika sehemu nikasikia kuna jambo limetokea, kuna kitu kimefanyika katikati ya kanisa, najua kilichokosa ni umoja. Bwana Yesu asifiwe. Mimi mama yangu ni mzee wa kanisa. Kwa hiyo kuna vikao vile vya kanisani vikubwa kabisa. Kuna wakati ananipaga siri. Kwa sababu yeye ananiambia, "Bwana nikao huko bwana." Yaani tumewashiana moto kweli. Kaja shida nini? Hata kuna kijana alikuwa pale kanisani kwenye vyombo. Yule kijana akafanya vituko vyake, akatembea na binti pale kanisani. Alafu alipoona imeanza kujulikana, kijana akajifanya ni kama huyu hapa Kigoma, ila kwa labda ni Shinyanga. Useme nimeitwa nyumbani naenda, akakimbia. Sasa alipoenda kule huko kanisani wakapata kama upungufu. Kwa watumishi wachache wakakaa wakawaza wakasema tumpigie simu, wakampigia. Wewe unafanya nini huko? Akaambia mimi nipo tu. Kweli ni kwamba yupo kwa sababu hakuwa na issue, alikimbia tu. Akasema mimi nipo tu, akaambia tunataka urudi, tutakutumia nauli. Kweli wakamtumia nauli yule ndugu akarudi. Sasa aliporudi kuna baadhi ya watu hawajapewa hizo taarifa. Kwa hiyo ibada ikafanyika. Sasa walikwenda kwenye kikao, yule mtu mmoja ndo anasema sasa. Mama mmoja naye mzee wa kanisa. Anasema, "Yaani mimi leo nilikuwa naomba. Yaani nikiomba naona kabisa wingu alishuki. Yaani naona kabisa hakuna uwepo. Kumbe kuna mzizi mmoja yupo katikati yetu. Kwa nini mumrudishe?" Sawa. Sasa nikasema kimaandiko, sawa. Kimaandiko. Akipatikana mmoja ni mzizi katikati yenu. Wazizi humo ni wengi kimaandiko. Si unaelewa? Inasema tembea na wenye hekima utakuwa mwenye
Kwa kama tungeshikana sisi wenye nguvu ya umoja tukawa vizuri, huyu jamaa yaani moja kwa moja naye angejikuta humo amekuwa vizuri. Unaelewa? Kwa shida inaanzia kwetu, sio kwake. Tumeshindwa kumbadilisha kwa sababu sisi hatujashikana. Ndio maana leo unaweza kuona watu kule nje hawataki kuja kanisani, mnahubiri, mnawaambia hawataki. Shida nyingine ziko ndani ya kanisa. Sio, unaelewa? Unakuta mtu huko kanisani amekaa na mtu ambaye hajaamini, anaanza kumwelezea. Pale kanisani kuna mama mmoja, yupo hivi, ana mwili. Huyo mama anajishaua. Huyo mama yaani mama anamwombea atapata ajali. Mtu wa kanisa anamwambia mataifa. Hivi wewe ungekuwa wewe ndo mataifa unaenda hilo kanisa. Sasa na mimi nikapewa kwa anajishaua. Nikaombewa na mimi nipate ajali. Shida inaanzia kanisani. Shida iko ndani. Naona nguvu ya Mungu ikikosa, wala msiende kutafuta mtu. Wala sio kosa la mtu mmoja, ni kanisa zima ndio mnakosa. Kwa sababu kama mngekuwa na nguvu kweli, mngemchukua huyu mmoja mkamtia nguvu. Kupitia ninyi angeungana, ninyi angekuwa bora. Maana nguvu ya Mungu inatembea katika watu walio pamoja. Maana ukiona imekosa, kuna ufa katikati yenu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu haviko sawa. Kuna mambo hayajakaa vizuri. Ndio maana nikasema, wewe hao kama waliona wamekosa nguvu ya Mungu kwa sababu yule mtu, ni kwa sababu ya kufikiri hivyo. Ila huo muda ambao yule jamaa ameondoka, wao wamebaki wasafi. Si wamewasha moto pale? Si pamekuwa vizuri? Akirudi na kwaje? Sasa anatakiwa aingie mle awe bora. Amekuja bado tena ni kuna shida gani huko? Tumoja gani sasa kuna makanisa huko zamani. Watu walikuwa wanawasha moto wanatafuta Mungu, ukiwa na pepo pale mlangoni uingie. Pale naanguka. Zinalipukia pale. Sasa hizo unaweza kukaa hapo na mtu mwenye pepo mnapiga story. Sawa, umoja. Mkishikana, tunaamini mwenye pepo atamtoa, yaani asiye na pepo atamtoa mtu mwenye pepo. Sawa? Nguvu ya Mungu. Paulo wakati anaambia kanisa la Korinto waliokuwa wameachana, anawaambia mmekosa nguvu ya Mungu kwa sababu ya matengano. Kila mtu kaenda upande wake. Kule Korinto walitengeneza pakatimu. Mimi timu huyu, mimi timu huyu. Paulo anaambia hii ndio inasababisha nguvu ya Mungu haipo. Soma Matendo anasema walikuwa wako pamoja, si ndio? Pamoja wanasali, nguvu za Mungu zikatokea, kwa maana upepo ukatokea, ndimi za moto zikawakalia, wote wakanena. Wote. Bwana Yesu asifiwe. Watu hata mmoja katika 120. Wote walinena kwa lugha. Wote walipokewa na zile nguvu kwa sababu walikuwa wako pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Yesu aliwaambia msitoke mjini mpaka aje Roho Mtakatifu. Kwa wakakaa pamoja. Na tunaona matokeo yake, wote wakaathiriwa pamoja. Mkaa kwenye umoja, na umoja na nguvu za Mungu utazipata. Maana ikitokea huko kwenye umoja na nguvu za Mungu na hauna nguvu za Mungu, wewe ndio umejitenga. Sawa? Au wewe umoja wenu hauna nguvu za Mungu kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Mambo ya kujifunza haya. Kwa hiyo nimeigusa tu kidogo, lakini pia nikasema kwenye umoja kuna nguvu ya muendelezo. Kuendeleza mambo. Mambo hayawezi kufa katika umoja. Ikitokea limeanza litaendelea tu, kwa sababu huyu atamtia moyo huyu atasimama na huyu, na mambo yataenda. Hapa nimeandika mambo machache ambayo nafikiri yanaweza kukusaidia. Nikasema ulimwengu wa roho unafanya kazi na watu walio pamoja. Ulimwengu wa roho unafanya kazi na watu walio pamoja. Nasoma maandiko mengi lakini sisi natoka wapi? Nitatafuta. Anasema wako watatu washuhudiao, si ndio? Mbinguni, watatu washuhudiao duniani. Maana Mungu mwenyewe anafanya mambo yake katika umoja. Bwana Yesu asifiwe. Mungu mwenyewe hafanyi lolote peke yake, anashirikiana. Ndio maana maandiko yanasema na tumfanye mtu. Maana pale yuko zaidi ya mmoja, wanashirikiana. Anasema na tushuke tukawachafulie lugha. Sawa. Yesu anasema naomba wawe na umoja kama mimi na wewe Baba tulipo na umoja. Maana yake Mungu mwenyewe anaenda na watu na wenzake nyuma yake. Maana unasema kwenye Biblia ukuta neno Mungu limeandikwa, maana tunaonyesha vitu vitatu. Baba, Mwana, umoja. Yaani Baba, Mwana na Roho kwa pamoja ndio ikitajwa neno Mungu. Maana yake Mungu mwenyewe anaenda pamoja. Kwa hiyo ukitaka Mungu afanye kazi na watu, lazima wawe pamoja. Na nimesema umoja ni mkubwa kuliko kuwa pamoja. Kwa pamoja unaweza kuwa pamoja lakini hamna umoja. Sawa? Umoja maana yake kutembea pamoja kwenye patano moja, kwenye misingi ya aina moja. Huo ndio unaitwa umoja. Nikasema pia hakuna jambo lolote kubwa unaloweza kulitimiza ukiwa peke yako. Bwana Yesu asifiwe. Halipo. Orodha ya matajiri duniani, matajiri nafikiri 50 kama sikosei. Wote wale hakuna hata mmoja ambaye hana kampuni. Sawa? Hayupo ambaye hana kampuni. Hakuna mtu anayefanya biashara peke yake pale katika wale matajiri.
Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana kama umepata neema unafanya biashara, mwambie Mungu aiongeze, itoke kuwa biashara kama mtu mmoja iwe kampuni, iwe na watu kadhaa ndani, iajiri watu wengine. Mkishakuwa na umoja mkawa wengi, mnakimbia haraka, kwa sababu hakuna lolote unaweza kulitimiza ukiwa peke yako. Bwana Yesu asifiwe. Halipo. Yaani hakuna kitu unaweza ukakitimiza ukiwa peke yako. Inahitaji muwe wengi. Nikasema pia hakuna tajiri yote asiyejua mambo ya umoja. Ndio maana huwezi kukuta mtu anasema mimi ni tajiri na hajaajiri watu. Mimi ni tajiri na hana biashara iliyokuwa na watu wengi ndani yake. Huwezi ukamkuta. Nikasema kusudi na lengo ambalo Mungu atakupa linahitaji watu ili uweze kulitimiza. Bwana Yesu asifiwe. Ukisema Mungu ameniweka hapa duniani ni ubiri Injili, hawezi kuwa jeshi la mtu mmoja. Sawa? Lazima kuna watu Mungu atawaweka wakusaidie. Sawa? Wapo watakao kufundisha hiyo Injili ya kwenda kuhubiri. Sawa? Wapo watakao kuombea ili uwe na nguvu. Wapo watakao kuchangia fedha ili ununue speaker. Tunaelewa? Wapo ambao watakutia tu moyo. Wakati mwingine wengine wataimba pale kuwakusanya watu. Wengine watashauri wengine. Maana kila kusudi ambalo mtu anapewa, Mungu anakusudia kuna watu wengi nyuma yake wanapaswa kukusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Kuna timu kubwa ya watu. Ndio maana hauwezi ukatimiza peke yako, kwa sababu lazima ile timu yote ifanye. Isipofanya hauna mahali utaenda. Bwana Yesu asifiwe. Ndio mtu yote kwenye umoja anapaswa kulijua hilo. Nikasema Mungu akitaka uende mbali kwenye jambo lolote anakuletea watu. Bwana Yesu asifiwe. Akitaka akufanikishe kwenye chochote anakutumia watu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana watu wanaokuja kwenye maisha yako ni njia mojawapo ya Mungu kuonyesha kwamba ana makusudi na wewe. Naambia kwa watu wana kanisani, ukiona mmepata wageni furahini sana, kwa sababu Mungu amewatumia watu, kwa sababu kuna kitu anataka mtimize. Bwana Yesu asifiwe. Leo mimi nimekuja hapa. Sisi kwepo huku nimekuja. Mungu anakusudi kwamba kuna kitu anataka akitimize katikati yenu. Ndio maana anawatumia watu. Maana popote pale Mungu anajibu kwa watu. Sawa? Naambia watu majibu ya Mungu ni watu. Yaani ukimwambia Mungu, naomba unipe biashara, usifikiri kwamba tena unasema Mungu naomba unipe biashara hata ya genge. Wala usikaa ukawaza kwamba utaona miti inashuka mbao misumari, kibanda kinajenga. Ndio. Matunda yanashuka, unaanza kuuza. Inawezekana. Na ikiwa hivyo sasa kipi wewe? Usichanganyikiwe. Sasa mimi nikijai kuona haiwezekani. Mungu anakutumia watu. Sawa? Ndio anakuja mtu anakuambia ndugu yangu nisiona kufanya biashara. Mama fulani amesema ana eneo pale nje ananipangisha. Mtu ametumwa huyo kukusaidia. Sawa? Baadaye unasikia mwingine anakwambia mimi najua chimbo wanaponunua nyanya bei rahisi. Twende nikuonyeshe mama fulani. Mwingine huyo katumwa ili akusaidie. Sawa? Maana kati wanapokuja ndivyo Mungu anakusaidia. Ndio maana ya kiwango cha umbali unataka kwenda kinategemea na idadi ya watu ambao Mungu anakutumia. Ila wakati mwingine tumefanya makosa, kuna watu wametumwa kwenye maisha yetu kutusaidia. Sisi tumewatolea nje. Si unaelewa? Tumewatoa nje. Wengine tumewatupa huko. Na wengine wamekuja na ujumbe wa kutuonya ambao Mungu anajua, yaani kwamba wewe jamaa, kwa umbali unataka kwenda, utaenda. Ila hii tabia yako hii ya uvutaji sigara uwezi. Mtu anakuambia acha kuvuta sigara, unamchukia. Katumwa na Mungu akusaidie, akwambie hiyo tabia sio nzuri. Wewe umekaa unavuta masigara, ukifika Mungu niinue, Mungu niinue. Mungu akijibu anajibu, anakutumia mtu mwingine wa kukwambia acha sigara. Ndio jibu. Kwa sababu wewe uwezo upo ndani yako. Kuna vitu tu vinakuzuia. Kwa Mungu anakutafutia watu kukuambia ukweli. Unaelewa? Sasa tuna kanisa ambalo ukianza kuhubiri mambo ambayo ya ukweli, ya kuwanyoshia watu mstari, watu wanakasirika. Na amina zinaisha kabisa. Yaani Mungu anakutumia mtu akwambia ukweli, wewe unakasirika. Si unaelewa? Lakini ilipaswa ufurahie kwa sababu Mungu amemleta huyo mtu makusudi akusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Nitaonyesha pia andiko moja hapa. Anasema kingine Waswahili, huu ni msemo wa Kiafrika kwamba ukitaka kwenda haraka nenda peke yako. Ila ukitaka kufika mbali nendeni wengi. Sawa Nendeni wengi. Na tutaona sasa kwenye habari hiyo na kipengele kidogo baada tukiangalie hasa kwenye watu wanaotumwa kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Hii ni kila mtu, nataka nimsaidie kila mtu. Sawa? Japo inaweza ikagusa na kanisa kwa ujumla. Maana kwenye maisha yako kila siku Mungu atakuwa anakuletea watu. Na hawaji kwa bahati mbaya. Sawa? Mimi nikaangalia mtu, nikutana na mtu kaongea, nachukua namba yake. Kwa sababu najua huyu naye ni mtu ametumwa. Anawezekana asifae leo ila akanifaa kesho. Sawa?
Anawezekana kuonekana kama leo hana kitu cha kulipa, ila akaja kulipa kingine siku nyingine. Kwa chukua yule mtu, mshikilie, sawa? Ukiweza muombe, kwa sababu kuna kitu amebeba kwa ajili yako. Kuna mahali unatakiwa kufika, unakuta fungua nayo yule mtu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Mungu anachokifanya hataki uende peke yako, sawa? Kwa sababu anajua yaani ukiwa jeshi la peke yako itakuwa ni hatari. Kwa hiyo anakupa vitu kadhaa, kuna vitu anakunyima vipatikane kwa watu wengine. Sawa? Maana kuna vitu vitatoka kwa watu wengine vije kwako ndio vikusaidie. Bila hivyo huwezi kufanikiwa. Kwa hiyo unadili washikilie wale watu wengine. Wakati najifunza kuhusu mtumishi wa Mungu Daudi, sasa kuna story ndefu. Kama hujaisoma hiyo sasa hapo ni bahati mbaya. Lakini Daudi wakati amepakwa mafuta kuwa mfalme, haikuwa swala la kuamka tu akaingia ikulu. Unaweza usifiwe. Alichukua miaka kadhaa ya kuteseka kabla ya kuingia ikulu. Na moja ya mapambano aliyokuwa nao ni kwamba tayari nchi ilikuwa na mfalme wake anaitwa Sauli. Sauli alikuwa akimwangalia Daudi anamwona anitishiwa, anataka kuchukua ufalme wake. Kwa akawa anataka kumuua Daudi. Kwa wakati Daudi anakimbia, anakwenda huku na kule, kuna maandiko ambayo yanaonyesha namna ambavyo Mungu anatuma watu kusaidia watu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anapotuma watu ili wasaidie mtu. Unaona kwamba akiwa katika miji mbalimbali, Biblia inasema wakaja watu kadhaa, wakaja watu kadhaa, wakaja watu kadhaa. Sasa Biblia katika Mambo ya Nyakati inatuonyesha watu ambao walimjia Daudi. Bwana Yesu asifiwe. Walikuja ili kumsaidia Daudi aweze kuingia katika ufalme. Haya yako Mambo ya Nyakati wa kwanza, ile sura ya 12. Tasoma tu haya maandiko mawili 21 na 22. Inasema wakamsaidia Daudi juu ya kile kikosi kilichomshambulia, kwani walikuwa waume mashujaa wote, nao wakawa maakida jeshini. Anasema 22 anasema, maana siku kwa siku humjia Daudi watu wa kumsaidia, hata wakapata kuwa jeshi kubwa kama jeshi la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema siku kwa siku humjia Daudi watu wa kumsaidia. Bwana Yesu asifiwe. Siku kwa siku, yaani maana yake Mungu akikaa hivi akiangalia siku mpya, anawaza nikuletee nani ya kusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Anaangalia nikupe nani ya kuongezee mwendo, nikuletee nani ya kupeleke mbele, nikuongezee mtu gani akutie nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Siku kwa siku. Na katika jeshi la watu ambao walikuja wa Daudi, kuna watu wa ajabu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu ambao wametajwa wanasema yani hao kwao, yani hao jamaa waliokuja kwa Daudi. Anasema mmoja yule aliye dhaifu, sawa, ambaye hana nguvu ya jeshi la Daudi hao waliomjia. Anasema kuna mmoja yani yule mnyonge katikati yao alikuwa anaweza kukimbiza watu 100. Ndio mnyonge. Huyo ndo dhaifu kagonjwa. Watu wangapi? 100. Sema aliyedai alikuwa anaweza kukimbiza watu 1000. Daudi asingeweza kupigana hizo vita nao watu. Lakini analetewa watu ambao wana nguvu hiyo, sawa? Ni sawa na mtu akiitwa kwenye utumishi. Wewe una hela ya kujenga ndio unakujenga, lakini Mungu atakupa watu wana fedha. Unaelewa? Mungu atakupa watu wana connection. Mungu atakupa watu wanajua biashara kuliko unavyojua. Mungu atakupa watu wanaijua huduma, wanajua Biblia kuliko unavyojua. Watakuongoza kwenye maombi, watakwambia ingia hapa, nenda pale, shika hiki, shika kile pale, fanya hivi utafanikiwa. Ndio Yesu asifiwe. Naona Daudi alikuwa anataka wapiganaji. Na Biblia inasema kwamba wakaja kikosi hicho. Anasema walipofika, mtu dhaifu miongoni mwao alikuwa anaweza kukimbiza watu 100. Yaani wakikaa hivi wakasema sasa nani hapa mdhaifu? Unampa watu 100 anawapiga. Bwana Yesu asifiwe. Daudi mimi kama anaweza kupigana na watu 3. Kwa sababu hata kwa Goliathi sio kama Daudi alipigana na Goliathi. Mnaelewa? Ni Bwana ndiye alipigana na Goliathi. Daudi alirusha kijiji. Sawa. Kama tu lile jiwe lingemkosa Goliathi. Yaani mama nikawaza hivi lile jiwe lingekosa, nini kingetokea pale? Daudi angesanga swala, sio? Yaani hiyo historia yake ingekuwaje? Lakini analetewa watu wana nguvu, sawa? Mahodari. Anasema mwandishi yule anasema hawa ndio mashujaa waliovuka Yordani ikiwa imefurika maji pande zake zote. Yordani ilikuwa ni mto mkubwa na uwezo ukavuka. Hawa tu manabii walivuka pale kwa miujiza. Walikuwa wanapiga maji yanagawanyika wanapita. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hao mabwana waliomjia Daudi, mwandishi anasema walivuka huo mto. Wenyewe ulikuwa umefurika pande zote. Walivukaje? Mto mkubwa. Walijenga daraja? Hapana. Walivukaje? Sio waliogelea. Ila tu mwandishi anajaribu kuonyesha watu walioletewa Daudi.
Unaona jinsi walivyo wakubwa. Ndio maana nawaambia watu, kama Mungu amekuita akakwambia fanya jambo fulani, wewe usijiangalie mwenyewe, kwa sababu Mungu atatuma watu siku kwa siku kukusaidia. Usijitazame vile ulivyo. Kuna watu watakuja, watakuchonga, watakushape. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nilivyoambiwa na Mungu, nataka uwe mwalimu. Mungu ndiye anataka uwe mwalimu wa mataifa, ufundishe mataifa.